Sasa tukaona tuitane hapa kwa sababu binadamu ni kama Tomaso, wanataka waone kwa macho na washike. Tukasema tuitane hapa tuweze kukumbushana yale ambayo yameshatekelezwa ndani ya miaka minne tangu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akabidhiwe mamlaka ya urais, na mpaka sasa akiwa ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Tumeitana tuweze kukumbushana ni yapi aliyokwisha yafanya ndani ya miaka minne, yapi yamekamilika na yapi yanaendelea, ili tujue tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Hilo ndio sababu kuu tulioitana hapa, ili tuweze kukumbushana kwenye haya. Karibuni yapi ambayo mnatamani wananchi waweze kufahamu kwamba ni hiki na hiki na hiki chama cha CCM kilifanya? Tumeitana hapa kujua mambo yasiyopungua 4 au 5. Kwanza tukiongelea hali ya usalama. Hali ya usalama nadhani wote tunaona sasa hivi hali ya usalama imekuwa ina utulivu mkubwa, na tayari serikali katika kuendelea kuboresha. Mnaweza mkapita kwenye barabara mbalimbali, mnaweza mkaona sasa hivi kumeanza kufungwa kamera. Yote hiyo ni sehemu ya kuimarisha usalama wa raia, kwa sababu chama chetu kinajali utu. Tunapoongelea utu ni pamoja na usalama wa kila mtu, haki ya kuishi na haki ya kumiliki mali. Kwa hiyo ndio maana naona tumeboresha sana kwenye swala hilo la ulinzi na usalama. Lakini kubwa kwenye swala, tuanze na miradi ya miundombinu. Ndugu zangu wote tunakumbuka wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anakabidhiwa mamlaka ya urais, katika moja ya vitu alivyokuta tayari vimeanza, mojawapo ilikuwa ni mji wa serikali Dodoma. Na wote tunakumbuka mji wa serikali wakati anakabidhiwa ulikuwa na nyumba ndogo ndogo za wizara zote 27. Lakini baada ya kukabidhiwa amejenga pale ghorofa 27 za wizara ambazo imetumika zaidi ya bilioni 6, zaidi ya bilioni 600 ujenzi wa majengo ya ghorofa ya wizara pale katika mji wa serikali. Na wote ni mashahidi, tumeona ule mji sasa umebadilika kutoka majengo ya kawaida na kuwa majengo ya ghorofa. Hali kadhalika uwanja wa ndege wa kisasa wa Msalato. Wote tunakumbuka wakati anaingia uwanja wa ndege ule ulikuwa ndio kwanza unaanza ujenzi. Lakini sasa hivi uwanja ule upo katika hatua za mwisho, na utakapokamilika uwanja ule tunategemea utakuwa unahudumia watu zaidi ya 50,000. Kwa hiyo ni jambo la kihistoria kwenye mji wetu wa Dodoma, na uwanja ule utakapokamilika utakuwa umetumia bilioni 360. Hizi zote ni pesa ambazo zimetekelezwa ndani ya kipindi cha Daktari Samia. Lakini tunakumbuka wakati huo Daktari Samia ndani ya miaka minne alikutana na mradi wa barabara ya mzunguko ya kilomita 112.3. Barabara hii tunategemea mwezi Desemba tayari barabara hii itaanza kutumiwa, na barabara hii imeshatumia, itakuwa imekamilika. Budget kwa matumizi ya pesa ni bilioni 223. Hii miradi yote tunayoongelea ni miradi ambayo imetekelezwa ndani ya miaka minne ya awamu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini tuna barabara ya Ntiuka kuanzia hapa Kilimani kwenda Ntiuka ni kilomita 8.6, ambayo barabara hii imetumia bilioni 11.4 na ipo katika hatua ya mwisho. Tunategemea pia Disemba nayo itaanza kutumika. Hali kadhalika tuna barabara kongwe ambayo inaita Kongwe. Barabara imekuwa ni ya muda mrefu, imekuwa ikinungunikiwa sana na ndugu zetu hususan wanaoishi maeneo ya Umbolo. Tayari barabara hii hatua zote za upembuzi yakinifu zimeshakamilika, na hivi sasa barabara ya Ihumwa Umbolo ipo katika hatua ya kibajeti. Kwa hiyo tunategemea bajeti inayokuja barabara ya Ihumwa Umbolo nayo itaingia katika bajeti kwa ajili ya kuanza ujenzi wa barabara hiyo. Lakini tukumbuke tuna barabara ya Dodoma Chamwino. Kuna maboresho yanakuja, upanuzi wa barabara 4. Hayo yote naongelea wakati huu wa Daktari Samia. Tunaanza ujenzi wa barabara 4 na tayari tuko kwenye hatua ya manunuzi kuanzia Dodoma mjini mpaka Chamwino kilomita 32.
na tayari barabara ipo kwenye hatua ya manunuzi. Kwa hiyo tunategemea tutakuwa na barabara 4 kutoka Dodoma mjini mpaka Chamwino Ikulu. Hii nimejaribu kuongelea zile wanaita regional roads ambazo ziko chini ya TANROADS. Lakini tuna barabara hizi za ndani ambazo hizi barabara za ndani zipo chini ya TARURA. Na barabara hizi tangu Mheshimiwa Rais ameingia Daktari Samia mpaka sasa tayari ameshatoa bilioni 53 na milioni 312,495,317.07. Na katika pesa hii aliyotoa imepelekea tumeingia katika historia. Wilaya ya Dodoma ndio wilaya namba 1 inayoongoza kwa mtandao wa lami Tanzania. Na tukumbuke wakati Mheshimiwa Rais Daktari Samia anaingia, mtandao wa lami Dodoma tulikuwa na kilomita 200.92, lakini ndani ya miaka 4 ameweza kutufanyia mabadiliko ya kutuongezea mtandao wa lami wa kilomita 48.2. Kwa hizi kilomita 48.2 ndizo ambazo zimegharamia hii budget ya bilioni 53 milioni 317,317.07. Hizi zimetumika ndani ya miaka 4 na ndio imetuingiza sasa Dodoma tuna mtandao mkubwa wa lami kuliko wilaya yoyote Tanzania, ambayo tumepata sasa jumla ya kilomita 248.12. Hakuna wilaya yenye mtandao mkubwa wa barabara za lami Tanzania zaidi ya wilaya ya Dodoma mjini. Haya yote ni maendeleo ambayo tunayoongelea ndani ya Dodoma mjini. Na tukiongelea hii budget niliyoitaja, naweza tuzitaje at least kwa uchache ni barabara zipi, kwa sababu kama nilivyosema binadamu sisi ni Tomaso, unaweza kusema tu zinatajwa ni zipi. Barabara hizi tuna barabara kilomita 10.7 ambayo ni barabara ya Mwangaza Kisasa kwenda Medeli. Ni kilomita 10.7 ambayo barabara imeshakamilika na inaendelea na matumizi. Lakini tuna barabara ya Swaswa Mpamaa Arusha Road, tunakwenda kutokea ile hospitali kule. Ile barabara tayari imeshakamilika, ni kilomita 8.7. Lakini tuna barabara ya mzunguko ya Mlimwa, ile ni kilomita 2.7, nayo pia imeshakamilika. Tuna ujenzi wa box culverts katika barabara Ombolo Zepisa ambayo nayo mpaka sasa imeshakamilika. Tuna ujenzi wa barabara ya lami Yudo Mujasi ambayo nayo imeshakamilika, ni kilomita 2. Lakini tuna barabara hapo nje wakati mnakuja, hii barabara inayoingia kwenda bima ya afya kwenda mahakamani kule, ambayo na yenyewe tayari imeshakamilika, ni barabara urefu wa kilomita 2. Lakini tuna barabara ambayo tunaita eneo la uwekezaji Nzuguni. Ukiwa unapandisha mlima ule wa Nzuguni, kuna eneo la uwekezaji mkono wa kulia pale ambalo nalo limeshakamilika, ni kilomita 1.3. Lakini hali kadhalika tuna barabara hapa Makole tayari tuna barabara pale kilomita 1.49 ambayo imeshakamilika. Na tuna barabara pale Nala, naita eneo la viwanda, kilomita 6.5 imeshakamilika. Tuna barabara Nzuguni Mahoma kilomita 6.5 nayo imeshakamilika. Tuna barabara mzunguko ya Waziri Mkuu pale kilomita 2.6 nayo imeshakamilika. Tuna barabara ya Ntiuka Mkalama Mapinduzi hapa nyuma ambayo nayo ni kilomita 5.2 na yenyewe tayari imeshakamilika. Hii ndiyo mtandao wa lami ambao ninazoziongelea zile kilomita 48.2 zilizojengwa ndani ya miaka 4, ambao jumla yake ya pesa ni bilioni 53 milioni 313,495 na 317.07. Huu mtandao wa barabara ambao tumesha mpaka sasa umeshakamilika. Ndugu zangu, pia kuna miradi ya maji. Wote tunajua Dodoma tumekuwa na changamoto kubwa ya maji ambayo inasababishwa na maendeleo ya watu. Maendeleo mbalimbali, ujenzi, makazi, ujenzi wa viwanda, miradi mbalimbali inayoendelea imepelekea tumekuwa na changamoto kubwa ya maji. Na hii changamoto imefanywa mikakati ya aina mbalimbali. Kuna mikakati ya muda mfupi na mikakati ya muda mrefu. Ambao muda mrefu ndio ile tunatogemea mradi wa Falkwa kuja Dodoma,
na pia tunategemea mradi wa kutoka Ziwa Victoria kufika Dodoma, ambao miradi hii tunaita ni miradi ya muda mrefu. Lakini tayari tuna miradi ya muda mfupi ambayo utekelezaji wake umeshaanza, ambayo miradi hii ndani ya miaka 4 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye sasa ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia tayari ametuletea bilioni 21 kwa ajili ya miradi mitatu ya maji hapa Dodoma. Na hii miradi mitatu, tuna mradi wa kwanza ni mradi wa awamu ya pili Nzuguni. Mradi huu ni wa bilioni 5.6. Mradi huu tayari unaanza mwezi ujao. Na manufaa ya mradi huu utapeleka huduma ya maji kwenda Umbolo. Mradi huu utapelekea kiwango cha maji kuleta maji mpaka Ipagala, utaleta maji maeneo ya Mwangaza, yote itapata maji, itagusa mpaka Makole kupitia mradi huu wa Nzuguni wa bilioni 5.6. Hali kadhalika tuna mradi mkubwa wa Zuzu, mradi wa maji Zuzu. Mradi wa maji Zuzu ni mradi wa bilioni 13 ambao mradi huu tayari umeshaanza utekelezaji wake. Na huu mradi pia tunategemea sasa maeneo ya Zuzu, maeneo ya Nala, maeneo ya Chigongwe, maeneo ya Mkonze, yote haya maeneo sasa nayo yatapata maji kupitia mradi wa Zuzu. Hali kadhalika waliokuwa wanapata maji kupitia tanki la UDOM, tayari pale UDOM tena tuna mradi wa bilioni 1.2 ambao nao umeshafikia zaidi ya 70%. Tunategemea muda sio mrefu wenyewe sasa utaanza nao kutoa huduma ya maji. Tunategemea hii miradi itakapokuwa imekamilika sasa na usambazaji wa maji utaanza kuongezeka katika maeneo hayo. Kwa maeneo hayo yanapokwenda kupata maji moja kwa moja sasa maji tuliokuwa tunategemea kwenye chanzo cha maji cha Mzakwe tayari kitakuwa kina wigo mdogo wa usambazaji wa maji, kwa sababu maeneo mengi pembezoni tumeshaenda kuanzisha hii miradi mikubwa. Kwa tunategemea asilimia kubwa ya changamoto ya maji kabla miradi mikubwa haijaja kupitia vyanzo hivi, na tayari tuna vyanzo vidogo vidogo vya visima virefu navyo vinaendelea kuchimbwa. Kwa tunategemea changamoto ya maji itaendelea kupungua kwa Dodoma kadri wakati tunasubiria miradi mikubwa ya maji iweze kutufikia, hususan mradi wa Fakwa na mradi wa maji wa Ziwa Victoria. Lakini ndugu zangu, tukumbuke pia tuna eneo la afya ambalo ni jambo muhimu sana. Ndugu zangu, eneo la afya Mheshimiwa Rais tayari tangu ameingia mpaka sasa, ambaye ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi sasa hivi, ametuletea Dodoma mjini bilioni 17.119 kwa ajili ya miradi ya afya. Na miradi hii ya afya naomba niitaje kama ifuatavyo. Tuna kituo cha afya jumuishi pale Makole. Kama mkipita pale kuna ujenzi mpya unaanza pale wa gorofa ule. Kile ni kinakwenda kuwa kituo jumuishi na tayari pale wameshatoa bilioni 1 na milioni 250 kwa ajili ya uanzaji wa ujenzi huo, na ujenzi tayari unaendelea. Hali kadhalika tuna hospitali ya wilaya. Tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya, kwa mara ya kwanza tumeenda kupata hospitali ya wilaya ya Dodoma mjini na imejengwa pale maeneo ya Nala, na tayari hospitali hii ipo katika hatua za mwisho na imegharimu bilioni 2 na milioni 840. Na hali kadhalika tuna kituo cha afya Nala. Hichi kituo cha afya nacho tayari kinakwenda gharama yake ni bilioni 2.3. Hatujaishia hapo. Ndani ya kipindi cha miaka 4 tumepata kituo cha afya Vyeyula ambacho chenye gharama ya bilioni 2.1. Na hatujaishia hapo. Ndani ya miaka 4 hiyo hiyo tumepata kituo cha afya Mahoma chenye gharama ya bilioni 2.3, na pia tumepata kituo cha afya Ihumwa nacho chenye gharama ya bilioni 2.3. Hali kadhalika Chang'ombe, kata Chang'ombe pale tumepata kituo cha afya chenye gharama milioni 626, na kituo hichi tayari kinaendelea na huduma. Kwa hiyo hivi vituo nilivyovitaja ndivyo vinaleta jumla ya bilioni 17 na milioni 119.